Bana, safari ya hivi karibuni Harmonize ameweza kuonekana akiwa na meneja wake mpya. Huyu wanamuita Jobek, lakini pia alikuwa na mlinzi wake ambaye ni Mudi Mnyama, wakiwa wanaelekea Dodoma. Na hiyo ilikuwa ni siku ya jana, lakini katika siku ya leo video ndio imezidi kusambaa zaidi. Bana, nataka kuambia kwamba Harmonize ni kiongozi wa muziki kwa hivi sasa ambaye anajaribu kujiunda upya kwa mara nyingine sana. Yaani kwa mara nyingine tena ambayo labda alikuwa amepoteza thamani, sasa hivi anataka tena kuitafuta thamani yake iweze kupanda kwa kiasi kikubwa. Harmonize ameendelea kujitangaza si tu kuwa msanii, bali kama mfanyabiashara na chapa kamili ya brandi ya Konde Gang. Safari hii imekumbana na meneja mpya wanamuita Jobek, ambaye Jobek ni meneja wake wa kimataifa anayeashiria hatua za kujiimarisha tena baada ya changamoto mbalimbali ambazo ameweza kukumbana nazo, ikiwa ni pamoja na mabadiliko ya wasimamizi wake wa awali na uvumi wa migogoro katika timu nzima ya Konde Gang. Ninamaanisha kwamba Harmonize anatafuta udhibiti mpya au dhabiti mpya kwa kujitengeneza timu yake yenye maono mapana zaidi. Hii ni ishara kuwa yuko tayari kuingia tena kwenye ushindani wa kimataifa na kuvuka mipaka ya Afrika Mashariki kiujumla kupitia wasimamizi wake hawa ambao kwa hivi sasa sio kama wale wa awali. Bana, ukijaribu kuangalia Jembe ni moja kati ya mtu ambaye alikuwa na tactics kubwa sana za muziki na alishafanya kazi THT, lakini ukijaribu kuangalia kwa hivi sasa amejikita katika swala zima la siasa. Kwa hiyo ni ngumu sana kufanya kazi mbili kwa wakati mmoja. Yaani uwe mwanasiasa bado tena ufanye kazi kama meneja wa mtu fulani kama vile Babu Tale anavyofanya. Kwa hiyo ni ngumu kidogo, ndio maana unakuta sometimes wanajaribu kubadilisha mameneja. Hata Alikiba na yeye mwenyewe binafsi ambadilisha meneja wake mpya, Asake kubadilisha meneja wake pia ni kitu cha kawaida katika game, kwa sababu unajaribu kuangalia yupi ambaye ni sahihi, mnaweza mkamatch, naweza mkafanya movement ambazo ni kubwa na mwenye udhubutu wa kuweza basi kujikita katika sehemu ya kibiashara zaidi. Lakini pia unapojaribu kubadilisha yupo ambaye ni sahihi, unaweza ukampata, kwa sababu tukiangalia Diamond Platnumz ndio msanii ambaye katika nchi ya Tanzania ambaye mpaka kwa hivi sasa ameweza kufanikiwa kupata meneja ambaye ni sahihi. Meneja ambao wameweza kufanikiwa kupitia yeye, ili pia na yeye pia akapata mafanikio kupitia wao. Ni namna ambavyo wamefanya kumatch. Hicho ndio kitu ambacho Harmonize amekikosa mpaka kwa muda huu. Amekosa watu ambao wana udhibiti mkubwa wa vitu vyao. Sasa hivi kuna Sandra, lakini pia kuna Jobek ambaye kwa hivi sasa ni watu ambao wana upana mkubwa katika swala zima la sanaa kwa sasa hivi. Jobek ni meneja wa kimataifa na mwenye ndoto kubwa sana za kumfanya Harmonize kuwa msanii mkubwa wa kimataifa. Jobek si mtu wa kawaida, ni meneja wa mikakati mizuri sana ya masoko ya kimuziki. Anajulikana kwa kubeba wasanii wengi sana Afrika Kusini, lakini pia hata katika nchi ya Nigeria na hata Ulaya. Kuonekana naye katika safari hii ndani ya Dodoma inaashiria kuwa kuna usimamizi wake mpya ambao anajiwekea Harmonize na majukumu ambayo anajaribu kuyafanya mbele ya meneja wake huyu mpya ambaye kwa sasa hivi anaweza akamsimamia katika misingi ambayo sisi hapa tulikuwa tuitambui. Kwa nini Jobek ni muhimu katika zama hizi ambazo wasanii wanahitaji mitandao wa kimataifa, lakini wakibaki kuwa na mizizi ya nyumbani bado? Jobek ni chaguo sahihi, anayeelewa biashara ya muziki barani Afrika na kwa kiwango cha hali ya juu. Sasa kinachowavutia wengi zaidi ni kwamba kuonekana naye katika siku hii ya leo, yani kuonekana naye katika safari hii hapa hivi ya Dodoma, inaashiria kwamba kuna mabadiliko makubwa ambayo anataka angalau amuonyeshe na aweze kumthibitishia kwamba kuna misingi ambayo labda wamesha discuss katika team, na kuhakikisha kwamba maybe from now on tutaweza kuibadilisha kupitia misingi hii, tunaweza tukafika katika sehemu fulani ambayo labda katika siku za nyuma alikuwepo hajaweza kukamilisha. Jobek ndio huyu alivaa t-shirt ya black, lakini pia na suruali yake nyeusi. Anaonekana naye akiwa anatembea sambamba, lakini pia ni mrefu kidogo kuliko wao wote ambao wanatembea nao. Lakini pia kujaribu kuangalia hata designer wake Harmonize kwa sasa hivi anatembea pia na designer ambaye pia ni tofauti kidogo. DJ 7 yuko pale, Sam cha Upole, Mudi Mnyama. Kwa hiyo kuna mengi ya kujifunza katika hili. Kwa hiyo nafikiri pia hata Harmonize naye pia binafsi ameweza kujifunza kupitia Diamond Platnumz kwa kile ambacho tulikuwa tunakiona mara nyingi zaidi kwamba anatembea na
designer, anatembea na manager, anatembea na mlinzi kwa wakati mmoja. Kwa hiyo hata pia naye Harmonize kwa sasa hivi anafanya kitu hicho hicho. Kwa hiyo kufanya kazi na Jobek ni ishara kubwa sana katika swala zima la muziki wa sasa hivi. Muziki unahitaji mabadiliko makubwa sana. Kwa hiyo Harmonize bado ana karata nyingi sana za kucheza ili angalau kwa miaka ijayo hawe ni moja kati ya msanii ambaye ana mafanikio makubwa sana. Katika ulimwengu wa sasa, wasanii ambao basi hubadilishana timu mara kwa mara, Mudi Mnyama amebaki kuwa kama nguzo ya kudumu katika lebo ya Konde Gang na kuendelea kusafiri naye kama vile ishara kwamba anamwamini, na Harmonize bado anathamini uaminifu wake na usalama wa watu wa karibu wanaompandisha hadi siku hapa tunapomwona kwamba ameweza kufika. Kisaikolojia hii ina maana gani? Kwamba Harmonize bado anapenda kuwa na usalama wa kiroho lakini pia wa kihisia katika mazingira ambayo ni ya kisiasa. Jamii nzima kwa hivi sasa ina walinzi, wasanii wengi sasa hivi wana walinzi, lakini hawapo walinzi wengi, hawako confidential, hawawezi kuficha siri. Kwa hiyo pia unabidi upate mlinzi ambaye sio muongeaji, sio mlinzi ambaye anaweza akamwaga siri za kambi kwa maadui wengine. Kwa hiyo Dodoma si tu jiji la serikali bali pia ni jukwaa la kisiasa la kiuchumi ambalo Harmonize analiendea kimkakati zaidi, na inawezekana ikawa ni hatua nyingine ya kupenya kibiashara katika muziki wake, kwa sababu tumeangalia zaidi kwamba ameshaweza kurelease albamu ya Mama Samia, na inawezekana pia anazidi kupenyeza muziki yake ambao pia ameweza kuachia tena ngoma nyingine, tunakwenda na mama. Hii ni ishara nyingine kwamba yupo nao sambamba na anahitaji kupata show nyingi za kwa sababu inawezekana kwamba wanalipwa vizuri sana. Dodoma ni lango jipya la wasanii ambao kwa sasa hivi kwa mwaka 2025 kama alisinge kuwepo basi nina uhakika kwamba wasanii wengi sana wangeteseka sana katika muziki huu, kwa sababu bado muziki unategemea show, bado muziki unategemea push za hapa na pale, shows zinahitajika ziwe nyingi sana. Kwa hiyo wasanii wa Bongo wanapata pesa nyingi sana kupitia haya yote ambayo tunayaona. Bana, uwepo wa video za mitandaoni basi tunazidi kuonyesha kwamba timu nzima imeshajidhatiti, wameshika makaratasi yao mezani, na ndio maana basi wameamua kuonyesha kwamba tunasafiri pamoja na meneja wetu mpya ambaye ni meneja wa Konde Gang kiujumla. Huyu ni wa kiume, yule wa kike anaitwa Sandra na ni mkali sana kwa kusema kweli. Naamini kwamba misingi yake ndio inamfanya anakuwa mkali zaidi, kwa sababu ukishajua changamoto ziko wapi, kwa unabidi kuzikazia mkazo mkali ili basi kazi yako iende vizuri. Inaonyesha kwamba Jobek yupo vizuri kazini, na bado ni msanii, bado Harmonize pia ni msanii ambaye anategemea pia mameneja waweze kufanya kazi yao kwa wakati, na ili pia na yeye mwenyewe binafsi aweze kutimiza kile ambacho alikuwa anakihitaji. Bana, safari ya Harmonize kuelekea Dodoma akiwa na Jobek na Mudi Mnyama sio tukio la kawaida, ni hatua ya strategies inayoashiria enzi mpya za ukuaji wa kazi yake. Hii ni dalili kwamba Harmonize si tu msanii bali ni mtu anayejijenga upya kwa mara nyingine tena. Kwa hiyo kwa wale ambao walikuwa wanajaribu kudhani kwamba taasisi ya Konde Gang ndio inadondoka, bali sasa hivi tena ndio inainuka kwa mara nyingine tena, sio jambo la kawaida, ni uvumi na wala si yale maneno ambayo watu walikuwa wanaongea hayana uthibitisho wa aina yote. Sasa hivi naamini kwamba Harmonize anaenda ku rise again. Bye bye for now. Jina langu mimi ni Pablo Escobar. Bye bye for now.